Karibu kwenye chaneli yako unayoipenda ya Official Khudhey Pi Updates, mahali sahihi pa kupata taarifa zote muhimu, sahihi na za kina kuhusu maendeleo ya Pi Network. Leo tunaangazia tangazo kubwa kutoka kwa Pi Core Team kuhusu kile wanachokiita miundombinu ya kibinadamu kwa ajili ya AI, ambapo zaidi ya kazi milioni 526, yaani 526 million, tayari zimekamilishwa na zaidi ya watu milioni 1 waliothibitishwa ndani ya mfumo wa Pi. Katika dunia ya sasa, teknolojia ya akili bandia inaendelea kukua kwa kasi kubwa sana. Lakini pamoja na maendeleo yote hayo, bado kuna sehemu muhimu ambayo haiwezi kubadilishwa kirahisi. Nayo ni mchango wa binadamu. Kampuni nyingi zinazotengeneza au kuboresha mifumo ya AI zinahitaji watu halisi kusaidia kuboresha ubora wa majibu, kurekebisha makosa, kuthibitisha usahihi wa taarifa na kuhakikisha kuwa mifumo hiyo inaendana na mahitaji halisi ya binadamu. Hapa ndipo dhana ya human in the loop inapokuja, ikimaanisha kuwa binadamu wanahusika moja kwa moja katika kufundisha na kuboresha AI. Ingawa kuna njia za kiotomatiki za kufundisha AI ambazo zinaweza kusaidia katika mazingira maalum au kazi zilizo wazi na rahisi, bado zina mapungufu makubwa. Njia hizi mara nyingi zinazingatia malengo ya karibu badala ya matakwa halisi ya binadamu, zinaweza kudanganywa kirahisi na hushindwa kuelewa mambo ya kina kama vile muktadha, maadili na mabadiliko ya kijamii. Hii inaonyesha wazi kuwa mchango wa binadamu bado ni muhimu sana katika maendeleo ya AI. Hata hivyo, kutumia binadamu kwa kiwango kikubwa katika AI kuna changamoto zake. Kwanza ni swala la ukubwa wa kazi, kwa sababu AI inahitaji data nyingi sana kutoka kwa watu halisi, hasa katika maeneo mapya kama robotics na AI ya kimwili, ambapo mifumo inahitaji kuelewa mazingira ya dunia halisi. Pili ni uhalisia na ubora wa data, kwani kampuni zinahitaji kuhakikisha kuwa watu wanaotoa taarifa ni wa kweli, si bots, na wanatoa majibu yenye ubora wa juu. Tatu ni gharama, kwa sababu kuendesha mfumo wa watu wengi duniani kote kunahitaji miundombinu ya kazi, uthibitishaji, uratibu na malipo. Ndipo Pi Network inapokuja na suluhisho tayari lililothibitishwa kwa vitendo. Ndani ya mfumo wa Pi, tayari kuna zaidi ya watu milioni 1 waliothibitishwa, ambao wamefanikiwa kukamilisha zaidi ya kazi milioni 526 za uthibitishaji kupitia mfumo wa KYC. Kazi hizi zililipwa moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya Pi, na mfumo huu uliweza kuthibitisha zaidi ya watu milioni 18 kutoka nchi zaidi ya 200 duniani. Hii inaonyesha uwezo mkubwa wa Pi katika kuratibu na kutumia nguvu kazi ya binadamu kwa kiwango kikubwa sana. Tofauti kubwa ya mfumo wa Pi ni kwamba unachanganya teknolojia ya AI pamoja na nguvu ya watu halisi waliothibitishwa, jambo ambalo linaongeza usahihi, ufanisi na uaminifu. Kwa kuwa washiriki wamepitia KYC, kampuni zinazotumia mfumo huu zinaweza kupunguza hatari ya bots, udanganyifu na data isiyo na ubora. Pia, kwa kuwa watu hawa wanatoka sehemu mbalimbali duniani, mfumo huu unaleta faida ya lugha tofauti, tamaduni tofauti na mitazamo halisi ya dunia, jambo linalosaidia AI kuwa bora zaidi katika matumizi halisi. Zaidi ya hapo, Pi pia imejenga mfumo wa malipo na motisha kwa ajili ya kazi hizi za kimataifa. Badala ya kutumia fedha za kawaida ambazo zina changamoto za uhamishaji kati ya nchi, gharama kubwa za miamala na ugumu wa kulipa watu wengi kwa malipo madogo, Pi inatumia mfumo wake wa blockchain ambao unarahisisha malipo kwa watu wengi duniani kwa haraka na kwa gharama nafuu. Washiriki tayari wana wallet za Pi, hivyo hakuna usumbufu wa kuanzisha mifumo mipya ya malipo. Pia kuna ubunifu mwingine kupitia Pi Launchpad, ambapo kampuni zinaweza kulipa watu kwa kutumia tokeni zao wenyewe ndani ya mfumo wa Pi.
Hii inafungua mlango wa modeli mpya za biashara ambapo malipo hayakuwa tu gharama, bali pia yanakuwa sehemu ya kukuza mfumo wa kampuni, kuvutia watumiaji wapya na kujenga jamii ya watumiaji. Tokeni hizi zinaweza kutumika ndani ya huduma za kampuni, kutoa punguzo, kutoa haki za ushiriki au hata kutumika kama mali ya biashara. Kwa ujumla, tangazo hili linaonyesha kuwa Pi Network haijengi tu sarafu ya kidijitali, bali pia inajenga miundombinu kamili inayoweza kusaidia maendeleo ya AI kwa kutumia nguvu ya watu halisi duniani kote. Hii ni hatua kubwa kuelekea mustakabali ambapo AI na binadamu watafanya kazi pamoja kwa ufanisi zaidi. Kwa kifupi, Pi imeonyesha uwezo wa kutoa nguvu kazi ya binadamu iliyothibitishwa, yenye ubora na inayoweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa, pamoja na mfumo wa malipo unaorahisisha ushiriki wa watu duniani kote na ubunifu wa token unaofungua njia mpya za biashara katika enzi ya AI. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwenye Official Khudhey Pi Updates. Usisahau kusubscribe, kushare na kuendelea kufuatilia kwa taarifa zaidi za uhakika kuhusu Pi Network. Mpaka wakati mwingine, tuendelea kujenga na kusonga mbele pamoja kama pioneers.